ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبة وأحباب رسول الله، عباد الله، أولا أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل وإياكم، من حيث أمرنا الله سبحانه وتعالى وحثنا في آياته كثيرة ومتعددة. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال أيضا: إن للمتقين مفازا. بعد يحمد Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, vile vile naihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusia ninyi katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ahiba, mafanikio ni katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na amma fi khutubatina al-yawm sanatahaddathu an fadail tamassuk bil kitabi wa sunna. Tutazungumzia kunapo fadhila za kushikamana na kitabu na sunna. Ahiba, muhimili mkubwa wa mazungumzo yetu yatabebwa na aya min ayati Allah subhanahu wa ta'ala fi surati Ali Imran, katika surati Ali Imran aya ya 103, ambayo ndiyo inatupa picha halisi ya umuhimu na ubora wa kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na sunna za Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam.
يقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anatuamrisha, anasema wa'tasimu bihablillahi jamia, nashikamaneni, tamasaku bihablillahi jamian, shikamaneni na kamba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kamba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fasarahu ulamauna bitafsirati mukhtalifa wa mutaaddida, wametafsiri kamba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wema waliotangulia, maulama waliotangulia wakisema hablullahi manake ni kitabullah, bimaana alquran, tushikamane na Qurani. Na wengine wakasema ad-dinu, manake kamba ya Mwenyezi Mungu hapa ni dini yenyewe. Wengine pia wakatafsiri al-islam kwa maana ya kamba ni Uislamu, na wengine wakasema atwaa, hapa kamba ni utii, tushikamane na utii wa kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na wengine wakasema al-ikhlas, maana ya kushikamana na kamba ya Allah ni kushikamana na ikhlas, kwa sababu hakuna amali yoyote itakayofanywa itaweza kumnufaisha mwanadamu kama haina ikhlas. Lakini tukirudi katika maana ambazo zinabeba yote Qur'ani, Uislamu, dini, na ndio maana Mwenyezi Mungu akasema inna dina inda Allahi al-Islam, hakika dini mbele ya Allah ni Uislamu. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na atakayetaka dini nyingine isiyokuwa ya Uislamu basi hatokubaliwa na dini yake hiyo, na siku ya Kiyama atakuwa amekula hasara. Kwa hiyo dini ambayo tunatakiwa tushikamane nayo, dini ya Uislamu, na dini ya Uislamu kwa ujumla ndiyo dini ya manabii wote. Yani kwa neno la Uislamu linajumuisha manabii na mitume wote walikuwa wameifuata dini hii, nayo ni dini ya itikadi ya aqida ya kwamba aabudiwe Allah peke yake. Lakini katika sheria tumetofautiana katika baadhi ya mambo, lakini katika masala ya imani, kumwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuamini vitabu vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuamini malaika wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hapa tunaafikiana. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile vile kuonyesha kwamba ni imani na ni itikadi. Kabla ya aya hii ya nyuma yake Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun, enyi ambao mmeamini mcheni Allah ukweli wa kumcha. Kwa hiyo wanaoamrishwa
kushikamana na hii kamba ni wale waumini wanaomwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah amewataja kwa imani, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha, enyi ambao mmeamini muogopeni Allah haqqa tuqatihi, ukweli wa kumwogopa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, na msije mkafa isipokuwa mfe hali ya kuwa ninyi ni Waislamu. Yani vyovyote vile utakavyokuwa unaishi, kama unajua siku yako ya kufa, basi uishi, uhakikishe dakika za mwisho kwamba wewe ni Muislamu. Lakini kama haujui siku yako ya kufa, maanake maisha yako yote unatakiwa uyaendeshe kwa misingi ya Uislamu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa maana ya hiyo ya uchamungu ambayo ni imtithalu biawamirillah wajtinabu binawahihi, ni kutekeleza maamrisho ya Allah na kuacha makatazo aliyoyakataza Allah. Wabidhalika amarana wa'tasimu bihablillahi jami'an, hivyo ninyi nyote waumini shikamaneni na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala, shikamaneni na mafundisho ya Uislamu, shikamaneni na dini yenu ya Uislamu, shikamaneni na Qur'ani ambayo imebeba kila kitu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, na wala msifarikiane, kuonyesha ya kwamba tutakapokuwa tumeacha kushikamana na Qur'ani, tutakapokuwa tumeacha sunna, mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, manake hapo tunaenda kugawanyika. Kwa hivyo akasema wala tafarraqu, na wala msifarikiane. Wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum, na kumbukeni neema iliyokuwa juu yenu ninyi. Hapa wanaambiwa washirikina, yani walipoingia kabla ya kuwa Waislamu, walipokuwa wanafanya mambo ya ushirikina, wakumbuke neema ya Uislamu baada ya kuwa wameingia kwenye Uislamu. Na wengine wanasema aya hii hapa inakusudiwa neema ni kukumbushwa kwa makabila mawili yaliyokuwa Madina, Al-Aus wal Khazraj, waliokuwa wanagombana, wanapigana kwa sababu za kikabila, kwa sababu za kidunia, wanaitafuta dunia, wanagombania na kuibuka kwa vita. Kwa hiyo kumbukeni neema hiyo baada ya ujio wa Uislamu, ukawaunganisha makabila yote hayo mawili, wakafanywa kuwa ni watu wamoja, ni Waislamu, ni waumini wanaoshikamana kwa ajili ya kumpenda Allah na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ina maana ya kwamba Uislamu ndio ufumbuzi wa matatizo tuliyokuwa nayo. Ukiangalia mapambano na vita ambavyo watu wanapigana, wanagombana, wanauana, asili yake ni ujahili, asili yake ni kuacha mafundisho ya Uislamu. Wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum, mlivyokuwa maadui mnapigana, Mwenyezi Mungu akawaunganisheni pamoja, mkawa kitu kimoja kupitia Qur'ani, kupitia Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nar, na mlikuwa kwenye ukingo wa moto, mtumbukie katika shimo la moto wa Jahannam. Kwa hiyo neema mbili zimetajwa. Neema ya kwanza ni neema ya kidunia, manake kuletewa amani na utulivu, mkaacha kupigana vita, mkaacha kuuana. Hii ni neema ya duniani. Lakini akhera, neema ya akhera ni kuingia peponi na kuepushwa na moto. Kwa hiyo kama mtaendelea na ujinga wenu, mkabaki kwenye ujinga wenu, hamuutaki Uislamu,
Ndio Mungu anasema wa kuntum ala shafaa hufratin minan nar faanqadhakum minha, na mlikuwa kwenye ukingo wa kufa na ukafiri wenu, kufa na ushirikina wenu, kufa na upotevu wenu, ili muende motoni. Faanqadhakumullahu minha, Mwenyezi Mungu akawa amewaokoeni, amewakomboeni, kuwatoa kwenye ujahilia, kuwatoa kwenye ushirikina, kuwatoa kwenye ukafiri, na mkawa ninyi ni Waislamu. Ndugu zangu katika imani, katika aya hii wanatoka watu wa aina tatu. Tumeamrishwa tushikamane, tuwe jamaa, tuwe pamoja. Kwa hiyo kuna watu ambao wanakubali kushikamana na kitabu, wanakubali kushikamana na Qur'ani na Sunna, lakini wao hawashikamani na ibada, hawafanyi ibada. Swala za jamaa, kutekeleza swala, wao hawaswali, lakini ukimuuliza anasema mimi niko tayari, nakubali kabisa Qur'ani, nakubali kabisa na Sunna. Hili ni kundi la watu ambalo tunalo, na hawa tunaweza tukawakuta hasa pale Ramadhani ilipoisha na ibada kwao zimekwisha. Hawakatai Qur'ani na Sunna wala hawapingi, lakini kihalisia inaonekana ya kwamba wao wanakubaliana na jamaa, wanakubaliana na umoja, lakini hawaungani katika masala ya ibada. Kundi la pili ni kundi la watu ambao wanakubali kufanya ibada na kuswali kwa pamoja, lakini wao wanatoka kupambana na viongozi, wako dhidi ya viongozi, wako dhidi na wale ambao ni watawala, hawako tayari kutii nidhamu ya uongozi. Lakini kwenye ibada wanafanya sana, wanapiga sana, na ndio maana kulikuwepo na watu wanaoitwa al-Khawarij katika zama za Ali radhiallahu anhu. Wao walikuwa ni watu ambao wanafunga sana, wanaswali sana, wanamtaja Mungu sana, lakini hawako tayari kuungana na jamaa, hawako tayari kuwa chini ya imamu mmoja, hawako tayari kuwa chini ya utawala. Walitoka dhidi ya Ali radhiallahu anhu, wakawa wanapambana na Ali, wanapigana vita na Ali radhiallahu anhu. Na leo wapo watu ambao tawaona wana mandhari ya kisunna, lakini hawataki umoja, hawataki ushirikiano na wanasunna wenzao. Wao kazi yao kubwa ni kuwafanya wenzao wamepotea, kwamba hawa si wanasunna, na wakati ni watu wa sunna na ni watu wanaofuata manhaji sahihi, lakini kwa sababu wao mapenzi yao, hobi yao kubwa ni kutokutaka kushirikiana. Hili ni kundi la pili. Kundi la tatu ni kundi ambalo linashikamana na Qur'ani na Sunna na linapenda umoja, na vile vile linashiriki katika masala ya ibada, na hili ndio kundi ambalo ndio linalohitajika, kundi ambalo linatekeleza yote, matekeleza amri za Allah na kuacha makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wanaishi katika jamaa. Kwani Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la tajtami'u ummati ala dalala, umma wangu hauwezi kukusanyika kwenye upotevu. Na aljamaa ni wale ambao wameshikamana na Qur'ani na Sunna, manhaji yao hawatoki kwenye Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bilmu'minin wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinna Allah alafa bainahum innahu azizun hakim. Wakati akiwa kwenye vita, kuna watu wanaingia kwenye Uislamu kana kwamba wanakwepa upanga, akaambia usiogope, kama mtu atasilimu kwa nia nyingine
wewe Mwenyezi Mungu atakunusuru na atakupa nusra kwa waumini ulionao. Na wewe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio aliyewaunganisha watu wakawa kitu kimoja. Walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim, na lau ungetoa vyote vilivyoko ardhini usingeweza kuwaunganisha watu wakawa kitu kimoja, bali kinachoweza kuwaunganisha ni imani ya kumwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ni nguvu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ikiwa watu watakuwa na mapenzi ya kutaka kuungana. Kilichowafanya masahaba wakaungana wakawa kitu kimoja ni ikhlasi ya matendo yao, ni imani yao iliyokuwa na nguvu. Hawana tamaa za kimaisha, hawana tamaa za kidunia, kwani umoja leo umevunjika kwa sababu ya tamaa za watu katika maisha. Na leo kuna watu wanataka kuunganisha watu wafanye wamoja kwa sababu ya kuwapa vitu vya kimatirio. Hivi haviwezi vikawaunganisha watu. Mtume anaambiwa lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim, lau ungetoa vyote vilivyoko ardhini ukawapa, usingeweza kuwafanya kuwa kitu kimoja. Kitakachoweza kutuunganisha sisi, kutufanya sisi kuwa wamoja, ni kile kilichowaunganisha maswahaba. Hicho tukitafute, kilichowaunganisha wao ndio kitakachotuunganisha na sisi. Yaqulu Allah tabaraka wa taala, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Mwenyezi Mungu anasema, mkizozana katika jambo lolote la kiuchumi, la kisiasa, la kijamii, la ugomvi wa mipaka na kadha, farudduhu ila Allahi wa rasul, lirudisheni kwenye kitabu Qur'ani na Sunna, bishartin, kwa sharti moja tu, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ikiwa ninyi mnamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Manake migogoro yenu, mizozo yenu, ufumbuzi wake upo kwenye Qur'ani na Sunna na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Rudisheni kama kweli ninyi mnamwamini Allah na siku ya mwisho. Kama hamwamini, manake nyie sio Waislamu. Kama maugomvi yenu hamtaki kuyarudisha kwenye kitabu, kwenye Sunna, manake ninyi si Waislamu. Leo kuna watu wakigombana wako tayari kupeleka kwenye serikali, wako tayari wapeleke kwa wazee wa mila. Wanaona kule ndio hukumu nzuri, ndio watapata ufumbuzi mzuri. Mume na mke wameshindwana, mwanamke anakimbia anasema lazima tugawane hii nyumba, lazima tugawane material. Malaki anaona nikienda kwa imamu, nikienda kwa mashehe, mimi nitatoka na talaka, labda nakitoka nyumba, lakini vingine nitaviacha. Na yeye anataka lazima, kwa sababu kuna mwanya huo ambao sio wa kisheria, anaona kwamba yeye akahukumiwe. Kwa hiyo kuna watu wanaona sheria na kanuni za kitawuti ni bora kuliko mwongozo wa Allah na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kuna wengine wanaona sheria zingine na Qur'an na Sunna vyote sawa tu, si kanuni tu. Tena unaweza kupata hukumu ile kule ni nzuri zaidi. Lakini kuna kundi la tatu wanasema sio, mimi naona kwamba kitabu na Sunna ni nzuri, ni bora zaidi, lakini pia tokihukumiwa na hivi pia sio mbaya, hakuna shida.